Fungua Biblia yako. Fungua Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Isaya, nabii Isaya. Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza nasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa 2, kutangaza mwaka kwa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Na mstari wa 3, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Amen. Asante sana. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Asante kwa wema wako. Wewe ni mwaminifu sana. Mungu mwenye nguvu, Mungu usiyeshindwa, Alfa na Omega, jemedari wa vita vya watakatifu. Mungu uliyewaita watu wako ili wakufuate wewe, uliye Mungu mbinguni na Baba usiyeshindwa. Asante sana, maana utaenda kufanya kazi yako ya kuponya na kubadilisha historia ya maisha ya watu. Kila aliye na huzuni aondoke akiwa na furaha, aliyeshindwa aondoke akiwa mshindi, waliokata tamaa Baba waondoke wakiwa mashujaa, kwa sababu wewe upo mahali hapa. Tunakuita ukatende matendo makuu katika jina la Yesu. Badilisha historia ya maisha yetu kwa kupitia jina kuu la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yesu. Nizungumzie kuhusu kazi ya Yesu. Alikuja kufanya nini? Biblia inasema Roho wa Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Huyu ni Yesu tunayemsikia. Anatajwa katika sura ya kinabii. Isaya anamwona Yesu katika sura ya kinabii kwamba anakuja kufanya nini, na anataja kile ambacho anakuja kufanya. Yesu ni mhubiri wa kwanza wa injili ya kweli ambayo inaokoa na kuponya. Ni mwanzilishi wa imani ya Kikristo. Ni kiongozi aliyeanzisha imani ya Kikristo. Sio tu kuanzisha, lakini ni kiongozi ambaye wa kidini ambaye hayuko kaburini. Wengine wote wako makaburini, lakini Yesu hayuko kaburini. Na kwa sababu hayuko kaburini, kwa nini hayuko kaburini? Kwa sababu alikuwa na nguvu. Tunazungumzia kazi aliyokuja kufanya Yesu. Hakuna kiongozi yoyote wa dini ambaye amefufuka duniani, lakini pia hakuna imani nyingine yoyote inayoweza kutembea kifua mbele ikisema kwamba nina ujasiri wa kusema huyu anatenda, kwa sababu wote wako makaburi isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amefufuka Bwana Yesu. Ana nguvu Bwana Yesu. Anaokoa Bwana Yesu. Kazi ya kwanza aliyokuja kufanya ni mhubiri wa injili. Ndio mwinjilisti wa kwanza anayeonekana katika Agano Jipya, akihubiri habari njema ya ufalme. Sasa anasema katika kuhubiri kwake, nabii anaona kazi yake moja ni kuhubiri injili. Anatangaza habari ya Mungu, anatangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tunahubiri injili ya kifalme kwa sababu Bwana wetu amehubiri injili ya kifalme. Hatuhubiri injili dhaifu, tunahubiri injili ambayo ina uwezo wa kubadilisha historia ya maisha ya mtu, kubadilisha mtazamo wa mtu, kubadilisha maisha yaliyoshindikana. Gereza haliwezi kubadilisha historia ya mtu, lakini Yesu Kristo mtu akimpata ana uwezo wa kubadilisha historia ya mtu. Haleluya. Ndio kazi aliyokuja kufanya. Kazi ya kwanza ni kuhubiri. Sasa kama Bwana wako ni mhubiri, lazima na wewe uwe mhubiri. Kama Bwana wako alihubiri mji na vijiji, mji na vijiji. Soma katika kitabu ya Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 23 na wa 25. Mathayo
sura ya 4, 25, 23 hadi 25 uone kama Yesu alihubiri mji na vijiji. Soma kama ukipata. Mathayo 4, 23, 25. Uone kazi ya Yesu. Angalia, nabii anaona kazi yake ni kuhubiri. Amekuja sasa Yesu halisi, akaanza kuhubiri. Biblia inasema akazunguka katika miji na vijiji akihubiri habari njema na kuponya walioonewa na shetani na kuondoa kila aina ya magonjwa katika miili yao na kuondoa kila aina ya udhaifu katika miili yao. Miili yetu ni dhaifu. Shetani anashambulia kila saa. Miili yetu inashambuliwa na shetani. Afahamu ana kasi kubwa, yaani mbio yake ni kubwa kwenda kuharibu mwili wa mtu, kushambulia mwili wa mtu. Na hiyo mbio inaanzia kwenye akili. Anakutupia hofu. Ukishakuwa na hofu unalipuliwa, mwili unalipuliwa. Mwili ukilipuliwa huwezi kuendelea kwa lolote. Wewe utakimbiza na kile, unakuwa na stress nyingi. Lakini shetani anajua hiyo silaha ya kuishambulia mwili inakuwa hivyo. Lakini Yesu alipokuja sio tu kutangaza wokovu, hakuwa akihubiri tu wokovu, lakini alikuwa akiponya miili ya watu, kwa sababu roho ya mtu inakaa ndani ya mwili. Hekalu hiyo ambayo inaitwa mwili isipokuwa imara, basi mwanadamu naye hawezi. Kwa hiyo Yesu akifika mahali anawaponya wagonjwa, alafu anawapa uzima wa milele. Anawaponya wagonjwa, alafu anawapa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na kazi ya kwanza nikasema ni kuhubiri. Kazi ya pili kuponya. Kazi ya pili kuponya. Aliwaponya wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Hakudili tu na roho, alidili pia na miili ya watu. Anakutana na mama aliyekuwa akitokwa damu miaka 12 akiwa kwenye mkutano wa Injili. Yule mwanamke amefilisiwa, waganga wamekula kila kitu, madaktari wamehangaika naye, hakuna, ameenda kila mahali, imeshindikana. Lakini siku alipokutana na Yesu kwenye mkutano wa Yesu, akakutana naye, yule mama akapita katikati ya watu, akamwendea Yesu, akaingia katikati kabisa, akamsogelea Yesu, na imani yake ikasema, nikigusa tu upindo wa vazi lake nami nitapona. Hiyo ndio imani yake tangu alipoanza safari, tangu anapoingia katikati ya makutano, tangu alipoamua. Imani yake ni kwamba nikigusa tu upindo wa vazi nami nitapona. Akaondoka na hiyo imani. Hiyo ni imani kubwa. Unapokuwa na shida, vaa imani kubwa. Vaa imani kubwa. Matatizo mengine hayaondoki kwa sababu watu wana mashaka. Lakini kweli ukivaa imani kubwa, shida yako hata kama ni kubwa kuliko mlima Kilimanjaro, ikawa kubwa zaidi kuliko mlima Everest, ukienda na Yesu kwa imani hii, unapona. Haleluya. Yule mama akaenda, penya katikati ya watu, pita katikati ya watu, pita katikati ya watu, pangua watu, anaenda, anamfikia Yesu. Hajamwambia shida yake. Alichofanya ni kile alichokiamini, kwamba upindo wa vazi waweza kuniponya, upindo wa vazi waweza kuwa na nguvu. Akagusa, alafu akarudi kinyume akakimbia. Yesu akagundua kwamba kuna mtu mwenye imani kubwa amepita hapa. Mtu mwenye imani kubwa amepita hapa. Akauliza katikati ya watu wengi. Unajua wingi wa watu haumgusi Yesu, mzunguko wa watu haumgusi Yesu. Imani pekee inaweza ikamgusa Yesu. Yule mama akasogea, akagusa tu upindo, nguvu zikatoka. Nguvu zilipotoka, Yesu akahisi kuna mtu yuko pale. Alafu imani ya yule mama ikamponya. Yesu akaanza kutafuta, akasema nani kanigusa? Watu wanasema pana, huyu mwalimu vipi? Hapa nani ataacha kumgusa? Hapa nani ataacha? Watu wengi namna hiyo. Petro uzalendo ukamshinda, akajitokeza, akasema Bwana,
Wewe unahoji nani kagusa hapa, nani ataacha kugusa? Huoni watu ni wengi? Akasema sio mguso wa aina hiyo. Huo mguso wa aina hiyo hautoi nguvu. Nguvu zimenitoka, zimeenda kwa mtu fulani. Yuko wapi huyo mtu? Apatikane aliyenigusa. Yule mama akajisalimisha. Alijisalimisha baada ya kuona shida imeisha, akajitokeza, alafu akamwambia ni mimi Bwana. Haleluya. Namba 3, kazi ya Yesu ni kuwafuata na kuwaponya wenye imani sumaku. Uwe na imani sumaku, imani inayovuta miujiza, imani inayovuta uponyaji, imani inayovuta hata pesa, imani inayovuta hata masomo, imani inayovuta vyeti, imani inayovuta CV. Uwe na imani sumaku kama huyu mama. Mama anaenda akiwa na imani sumaku, akachomoa muujiza, akachomoa nguvu. Nguvu iko kwa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu iko kwa mtu fulani. Hata hapo ulipokaa kuna nguvu ambayo iko kwa mtu fulani, ambayo itakuponya wewe, ambayo itakupa mafanikio. Haumu katikati kuna nguvu somewhere. Yesu ndio alikuwa na huo nguvu, alikuwa na hiyo nguvu. Lakini sio kila mtu aliyeweza kuchomoa huo upako. Nguvu haikuchomoka kwa wengine. Walikuwepo wagonjwa wengi pale, wenye shida wengi tu, lakini alikuwepo mama moja mwenye imani sumaku. Sumaku ni kitu kinachovuta, kila mtu anafahamu. Kiweka msumari pale, sumaku ukapita pale, unazoa. Si unakumbuka? Wenye imani sumaku wanavuta miujiza, wanavuta uponyaji, wanavuta hata na pesa. Unakuwa mtu mwenye imani sumaku, imani inayofu. Yaani wewe unapita hapa unashangaa mtu fulani ana upako ambao unasababisha mambo. Unashangaa, unavuta ile nguvu. Ukivuta ile nguvu inakuja kwako, inatenda muujiza, inatenda matendo makuu. Unahisi kuna nguvu imetoka. Unahisi kuna jambo limetendeka. Unapouliza atatokea mtu wa aina hiyo, mwenye imani sumaku. Yesu kazi nyingine anawapenda wenye imani sumaku. Bwana asifiwe. Akaponya ambao hawajiwezi. Yaani ambao hawajiwezi walikuwa wagonjwa. Lakini pia ni kazi yake nyingine ni kuwaweka watu huru. Kuwaweka watu huru. Kuna watu ambao wako kwenye magereza ya shetani. Magereza ya shetani ni mengi sana. Ukishuka tu kidogo utakutana na kilabu, ni gereza la shetani. Ukienda tu kidogo unakutana na ukahaba, gereza la shetani. Ukienda tu kidogo unakutana hata na mashoga, wamefungwa humo, wanataka kutoka hawawezi. Sio mtu anatembea akiwa amepinda namna hii kwa sababu ya ulevi. Anaandika X njia nzima kwa sababu ya ulevi, yuko gerezani. Amekuja kuwatoa walioko magerezani. Bwana asifiwe. Yale mambo ambayo wewe unayaona unashindwa, unapambana nayo unashindwa, ni aina ya gereza ambalo umo. Lakini Yesu yupo, amekuja kukutoa kutoka kwenye hilo gereza ambalo limekushinda. Amevunja milango ya chuma, amekata vifungo vya chuma. Sasa kinachotakiwa ni wewe kuona mlango. Haleluya. Ni wewe kuona mlango. Yesu akiingia mahali, tetemeko inapita, ufalme wa shetani unatikisika. Hakuna namna tena wangeweza kufanya, maana ameingia mwenye nguvu, anaitwa Yesu. Toka moja utakayosema kama una nguvu za Mungu, inatikisa mpaka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule leo wajuzi wa Jumapili yupo? Yupo leo? Au wale manesi leo hawapo hawakuja naye? Ukaione kwa yule mtoto kazi aliyofanywa Jumatatu. Jumatatu hapa ilitembea deliverance ya hali ya juu. Gereza la uzinzi, gereza la ulevi, gereza la aina yoyote, mimi nikutangazia kwa jina la Yesu. Yuko Yesu aliyefufuka, yuko Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Amevunja milango yote ya shaba na kuvunja vifungo vyote vya chuma kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini pia Yesu anawajaza watu Roho Mtakatifu. Kazi ya kuwabatiza watu Roho Mtakatifu ni kazi ya Yesu. Hakuna mwanadamu atakayeweza kuwajaza watu Roho Mtakatifu isipokuwa Yesu mwenyewe.
Wanadamu wanaweza wakafanya vitu vingine, lakini sio kuwajaza Roho Mtakatifu. Watu mwenye uwezo wa kuwabatiza watu Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Alikaa na Mariamu mama yake, akalelewa na Mariamu mama yake, akawafundisha kina Mariamu. Lakini siku alipopaa, Mariamu alikuwa mmoja aliyekuwa anasubiri ujazo wa Roho Mtakatifu. Akajazwa Roho Mtakatifu na Mariamu mwenyewe, pamoja na kwamba ni mama yake. Hajamjaza Roho Mtakatifu, hajajazwa Roho Mtakatifu mpaka pale alipompokea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Yesu ni mbatizaji wa Roho Mtakatifu. Lakini ni kwa namna gani anabatiza? Lazima ukubali kumtafuta. Lazima pia uwe na kiu ya kuhitaji kujazwa Roho. Kazi nyingine ya Yesu, kazi ya 6, alitangaza kuanzisha ufalme. Yesu alitangaza kuanzisha ufalme wa Mungu duniani. Dunia ilikaliwa na shetani. Ndio sababu nasema Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Habari njema ni ya Yesu, habari njema ni ya Mungu. Kazi yake ilikuwa ni kuanzisha ufalme wa Mungu duniani. Na Yesu alihubiri, akaanzisha ufalme wa Mungu duniani. Ndio sababu hata wengine wakasema mbingu duniani, kwa maana ya kwamba Yesu yuko duniani, ufalme uko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakapitiliza, wakaipelekea na vitu vingine visivyofaa, wakati Yesu anajitosheleza kuwa mfalme wa huo ufalme. Ameanzisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Tunapotembea tuliookoka, tumeshaanza ufalme wa Mungu hapa duniani. Sisi ni wana wa ufalme. Tunaimba wana wa ufalme, tunahubiri wana wa ufalme, tunaombea wana wa ufalme. Ndio sababu hatuogopi jini la aina yoyote, hata shetani mwenyewe, kwa sababu sisi ni watoto wa huo ufalme, ni wamiliki wa huo ufalme. Yesu amekuja kutupa ufalme. Kama umepewa ufalme, wewe una uwezo wa kutembea mahali popote na kufanya chochote kwa jina la Yesu. Alafu katika huo ufalme ameturuhusu kutumia jina lake. Tunapotembea katika ufalme huo, ameturuhusu tutumie jina lake. Hakuna heshima kubwa zaidi ya mtu kukupa jina lake ulitumie. Lakini Yesu ametupa jina lake. Kwa kutoa mapepo tunatumia jina lake. Tukitaka pesa tunatumia jina lake. Ukiona akili haiendi sawa sawa unatumia jina lake. Ukitaka kuoa unatumia jina lake. Ukitaka kuolewa unatumia jina lake. Ukitaka biashara unatumia jina lake. Piga makofi kwa Bwana Yesu aliyeturuhusu kwa namna hiyo. Akija kama mganga wa kienyeji hamtaenda, anakuja kama mtumishi wa Mungu. Lakini unashangaa watu wanakwenda. Ukiwauliza, jamani, mbona mnaenda kule, mbona pale ni pachawi? Wanasema natumia Biblia, alafu anatumia jina la Yesu. Hii ni heshima kubwa. Yesu kutupa mamlaka ya kutumia jina lake, tulitumia jina la Yesu kwa faida ya ufalme. Bwana asifiwe. Amelileta jina lake, kazi nyingine aliyofanya kuileta jina lake tulitumia, na linafanya kazi. Mitume walitumia jina la Yesu, na sisi tunatumia jina la Yesu, na tunaona matendo makuu ambayo Yesu anayafanya kwa kupitia jina hilo. Bwana asifiwe. Mambo ya muhimu katika kutangaza ufalme wake. Mambo ya muhimu. Jambo la kwanza, upako. Yesu anahitaji upako kutangaza ufalme wake. Ndio sababu akawaambia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu mpaka watakapopokea nguvu kutoka juu. Huo ni upako. Yesu anahitaji, ili tutangaze ufalme wake, anahitaji tuwe na upako. Yesu mwenyewe alihubiri kwa upako. Inatakiwa na sisi tuhubiri kwa upako. Yesu aliwaombea watu kwa upako, na sisi tuwaombee kwa upako. Jambo la pili ambalo linahitajika ili kutangaza ufalme,